Wito wako kwa wanasimba ni upi kwanza? Tuanzie hapo, manake huwa wanasimba mmegawanyika. Kuna ambao ni wavumilivu, kuna ambao si wavumilivu. Tuanzie hapo kwanza, alafu baada ya hapo tuzungumzie timu nyingine ambazo zinawakilisha wa taifa hili. Simba ni wavumilivu, hawana matatizo, ni wazoefu hasa katika mashindano haya ya kimataifa. Wanajua umuhimu wa mashindano haya. Kwa hiyo nina imani kubwa kabisa kwamba kutokana na uzoefu wao kwenye mashindano haya tutegemee mambo mazuri kwa upande wa timu ya Simba. Kuondoka kwa kocha sio tatizo, kwa sababu kocha haji kufundisha timu kuanzia control ball na nini hapaya. Ni kufundisha tu system, kama ni 4-2-4, 4-3-3, kuhakikisha wana stamina ya kutosha na nini akiwa na timu yake nzima. Kwa hiyo hata kocha aliyekuja kwa sasa hivi lazima ukubali, Gaborone United walipokuja walionyesha mpira wa mafunzo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo hiyo elimu aliyoitoa kwa Gaborone United wakiipata Simba, basi hatari itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo kwa ujumla wake anapaswa kupewa muda. Na malengo ya Simba tunajua katika michuano hii ya kimataifa ni nusu finali, na lazima hili tulizungumze mapema Rage. Lazima tuweke angalizo. Endapo Simba nusu finali, Simba malengo yao ni kuchukua kikombe shekhe. Lakini kwa kocha huyu na inapaswa kuweka malengo haya kabisa, tena wala hakuna shida. Sasa hapo ni kama unamletea shida tena kocha huyu, kwa sababu watu Rage wataamini katika hicho ambacho unakizungumza. Unajua tabu ya watu wapenda sana kudharau. Kila mtu ana hulka yake. Ile michoro yake kwenye mikono ile isiwatishe ile ni hulka yake. Kuna wengine wanavaa vidani, wengine wanamziki wanaweka hereni, ni mtu utashi wake tu. Angalia performance yake anayoifanya. Ni kweli kabisa. Ni kweli. Na kwa upande wa Yanga pia ni wawakilishi wa taifa hili, pamoja na yote hapa katikati alikuwa kocha wao alikuwa anahusishwa pengine kungatuka. Hili nalo haliwezi kuathiri kuelekea mechi yao dhidi ya Silver Strikers. Haiwezi tena. Yanga nawapa nafasi kubwa sana kwa sababu wana wachezaji wao wamekaa muda mrefu, wako pamoja na wana experience sasa hivi. Na nimeona muda kama wiki 2 au 3 zilizopita nilimsikia rais wao Hetsi akiongea kwamba sasa hivi wanataka kuwekeza nguvu kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Sasa huo msibabu unanifurahisha sana mimi, kwa sababu nimegundua vilabu vya Tanzania vyote sasa vimeelewa umuhimu wa mashindano ya kimataifa. Na Azamu sio anacheza na ndugu zao KMKM pale Zanzibar, na Ibenge tunafahamu huyu ni kocha wa mataji Afrika, ni kocha ambaye huwa yeye anaamini katika ushindi, ni kocha ambaye anaamini katika mataji. Azamu ana kocha mzuri sana, na bila shaka lengo lao linaweza kutimia msimu huu, kutinga hatua ya makundi. Ni kweli wamepata kocha mzuri, wala hamna shida yoyote, na hapo ni raha kwa sababu timu zote mbili zinacheza za Tanzania. Kwa hiyo yoyote atakayeshinda ataenda kuwakilisha Tanzania kabisa. Kwa hiyo hapo tuwatakia kila la kheri, yoyote kati yao akishinda kwetu sisi raha. Singida Black Stars chini ya kocha Gamondi, kocha mzuri sana. Chama yupo bwana, mchezaji wako wa zamani wa Simba. Pamoja na Aucho. Safi. Wako na wenyewe wana nia nzuri ya kufanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa, na wenyewe wameanza vizuri, tuwapongeze. Na kinachotakiwa tu ni kwamba watu wa Singida waishangilie timu yao. Kwa vyovyote vile hawana uwanja mzuri pale wa kucheza mashindano haya, itakuwa ni Dar es Salaam. Lakini kama viongozi wa Singida United wananisikiliza, wanatakiwa wahakikisha wanaandaa mabasi yasiopungua 10 ya kuwachukua mashabiki wao kutoka Singida kuwapeleka Dar es Salaam kushangilia timu yao.
Basi sawa, Rage, mwisho kabisa wito wako kwa wadau wa soka juu ya wawakilishi wa taifa hili kwa maana ya Simba, Yanga, Azam FC, KMKM pamoja na Singida Black Stars. Tujifunze kupenda timu zetu za Tanzania. Tuache ushamba wa ubinafsi. Unaposema ushamba wa ubinafsi ni kwamba kama Yanga anacheza na wewe ni Simba, huna haja ya kuwazomea Yanga wala kuwadhalilisha Yanga, kwa sababu pale inayocheza ni timu inayowakilisha nchi ya Tanzania. Na kama Yanga anafungwa, hawasemi Yanga ndio imefungwa, wanasema Watanzania hawajui mpira. Hali kadhalika kwa Simba ni hivyo hivyo, kwamba Simba anacheza, basi kama wewe ni shabiki wa Yanga huipendi Simba, basi usiende uwanjani, kaa nyumbani kwako. Lakini sio vizuri kwenda kuwazomea, kuwapiga vijembe, hakuna, haikusaidia chochote. Lakini woni hiyo inaleta chachu kidogo, chachu ya soka. Haileti chachu ya soka. Ukienda nchi zingine, shekhe, ujinga huo hakuna hata kidogo. Timu ya nyumbani ni timu ya nchi, whether it is Yanga au Simba. Pale kunakuwa na bendera ya taifa, na wakati mwingine wimbo wa taifa unapigwa. Wewe inafika mahali kuna goli la mama bwana sasa hivi. Sasa wewe unataka heshima gani kama kuliko hiyo? Na goli hili linaleta chachu sana hili bwana. Sana. Alafu kuna wakati mwingine wakifanya vizuri sana kuingia finali au semifinal, wanapewa ndege ya serikali. Wewe unataka nini? Washinde wenyewe tu. Kabisa. Sasa hivi kuna sapoti kubwa sana ya serikali hii ya CCM. Naam. Hapa katikati kocha Foz kiukweli alikuwa anapitia kipindi kigumu kweli. Sijajua kama mpaka hivi sasa afya anayo ambayo ni salama wa salimini, kama ana furaha au ana mental fatigue. Ndio, manake watu walikuwa wanapiga mabomu kweli, mabomu ya maneno kina Ashirafu hao. Kwamba timu haichezi. Shirafu Hansi, kina Jumayo. Of course, sasa swali langu la msingi nilikuwa nataka tu hilo, nilikuwa nachagiza tu, lakini swali langu la msingi kwako kamanda, kwa hiki ambacho ilikuwa kinaendelea juu ya kocha kwamba anaondoka, mwisho wa siku kamati tendaji kaketi na walio wengi wameamuru kwamba kocha aendelee na kuifunza Yanga. Je, hii hali haiwezi kuathiri maandalizi kuelekea mechi yao dhidi ya Silver Strikers? Kwa sababu Yanga ina wachezaji wazuri. Naam. Sitegemei kama hilo linaweza likatokea kwa uharaka kiasi hicho, especially ukizingatia kwamba pia Yanga wanawazidi sana wapinzani wao. Ni timu ya Malawi ambao wanakwenda kucheza nayo. Yanga wana experience ya misimu 4-5 mfululizo ya kufanya vizuri. Wamefika finali, wamefika hatua ya makundi kwenye CAF Champions League katika misimu 2 mfululizo. Cheza robo finali, wamecheza kwenye Champions League, quarter final kwenye Champions League. Kwa hiyo klasi yao sio sawa na klasi ya wapinzani wao. The very same way ambavyo hata wale jamaa wa Nsingizini sio klasi ya Simba. In spite of crisis ambayo wamepitia Simba ambayo imewaweka katika mazingira magumu. Kwa hiyo kwa kusema kwamba maandalizi ya mchezo huo ina isolation, yani ukiutenga ule mchezo peke yake, sidhani kama hayo maandalizi yanaweza yakawa yameathiriwa, kwa sababu Pacome ni yule, Aziz Ndabwile ni yule, Djigui Diarra ni yule, Prince Dube, Mzize kama yuko fit, you name it. Labda changamoto iwe kwa wachezaji wapya hawa ambao ndio bado wanajitafuta na wanatafuta mguu wa kuingilia kwenye timu. Lakini nadhani umeona amekuja kocha msaidizi mpya. Na Falls alikuwa na kocha wake msaidizi. Na kwenye mpira huwa tunasema kwamba anapokuwa na troti keeper hawezi kuwa anaingia beki. Labda iwe kwenye occasion chache ambayo, kwa mfano nakumbuka kuna mechi moja ya Man City wakati huo kabla haijanunuliwa na matajiri, kuna wakati kocha alikuwa ni Stuart Pearce, alimtoa mshambuliaji akaingiza goalkeeper mwingine Nick Wifer, alafu David James akaenda kucheza nafasi ya ushambuliaji. Yani alitoka golini akaenda na ilibaki kidogo afunge goli kuisaidia timu. Of course hiyo ni isolated case. Kwa hiyo
Kwa vyovyote kuna kitu kina click ndani ya kichwa cha kocha. Cha kwanza zile kelele amezisikia, amezomewa on two occasions, ameona. Kwa hiyo ile displeasure ya mashabiki ameiona, na tulimsikia kwa mfano kwenye interview ile kwenye press ya kuelekea kwenye mchezo wa Mbeya City, alisema kwamba yeye ameletwa kwa ajili ya kuipush Yanga kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo you get a feeling kwamba hii michuano ya kimataifa huku ndio iko comfort zone yake as things stand, kwa sababu ndio mahali ambako kazi yake kubwa ilipo kulingana na mandate ambao amepewa na mabosi na viongozi wake. Okay. Hiyo I think maandalizi hayatoathirika moja kwa moja, lakini katika nafsi yake kuna kitu kina click, kwa sababu yeye amefanya kazi ya Afrika, anajua timu za Afrika zinavyo operate, na maisha ya kocha sio Afrika tu, hata Europe maisha ya kocha ni mafupi kama maisha ya inzi. Kabisa kama anajua nini kinaendelea. Uko sahihi. Ashraf, Patrick Mabedi Mtumbadi malizia. Kama jinsi ambavyo umempa hype, umemsifia. Mchezo wake wa kwanza kama kocha msaidizi ni huo. I think kuna namna watu wataenda kutazama Yanga inacheza mchezo huu sio kwa sababu wanataka ishinde tu, ila wanataka waone kitu gani ambacho Mabedi amekuja nacho as a assistant coach. Unafikiri kutakuwa mwenyewe nikiwemo, wewe mwenyewe ukiwemo unafikiri kutakuwa kuna mabadiliko hayo ya kiuchezaji since ujio wake, kwa maana kwamba angalau hii wiki moja ambayo amepata kuna chochote ambacho kitakuwa kimebadilika? Lakini swali la pili ni kwamba unahisi kuna pressure inapungua kwa Romain Folz baada ya kuja kocha ambaye tukimpicture kwa picha haraka ni kama ni kocha ambaye kuna majukumu mengi pia makubwa amepewa? Kwanza swali langu la kwanza, kama la pili utasahau nitakukumbusha. Ya sawa. Kwanza kwenye issue ya mabadiliko, sidhani kama kutakuwa na mabadiliko makubwa ambayo kocha mpya tena kocha msaidizi ambayo ameweza kuyaingiza kwa haraka hivyo. Kocha amefika hana hata wiki mbili hana. Unaelewa? Kwa utarajii, mimi napenda kutumia mfano kwamba mpira sio chumvi kwamba ukiweke na kolea. Na huyu kocha sio kwamba amefika pale moja kwa moja kwamba ni kocha mkuu. Inawezekana kuna huo mpango labda huko mbeleni, lakini sasa hivi bado kuna kocha mkuu. Kwa hiyo kocha msaidizi maana yake yeye atakuwa anashauri nini kinatakiwa kufanyika. Na kuna mawili, ukishauri unakubaliwa au kukataliwa pia. Kwa hiyo unabaki kusalia kuwa kama kocha msaidizi. Kwa hiyo kwa haraka kusema kwamba kuna kitu kikubwa kitabadilika, sidhani. Na ukiona Yanga imebadilika kiuchezaji, basi tutatakiwa tuchukue credit tumpe nani? Romain, ambaye amekuwa na timu kwa muda mrefu hivyo. Ingawa kuna baadhi ya vitu ambavyo tunafahamu kwamba huyu kocha kocha mpya huyu ambaye ni kocha msaidizi, kuna mpira ambao yeye anaamini pia kwamba timu inatakiwa kucheza mpira. Ndio maana siku nilizungumza hapa hata kwenye utambulisho wake walisema pila burudani, kocha wa pila burudani. Mimi nilimuita Mtumbali kwa sababu niliambiwa ni mtu hatari zaidi kwenye kufundisha mpira ambao unatembea pia kwenye nyasi. Kwa hiyo wapi sasa, wakati kocha alikokuwa anafundisha yeye alikuwa kocha msaidizi. Sasa kamanda timu ya taifa ya Malawi tundoka kocha mkuu au pira la Malawi. Yani unaweza kaa huko nyuma wamefungwa juzi na Sao Tome and Principe. Yani unajua kamanda, unaweza kaa huko na wewe ni kocha msaidizi, ndio. Lakini kuna watu unazungumza nao unaambia mimi nipo nafanya kazi na kocha mkuu ashauriki, lakini mimi natamani kufundisha mpira wa namna hii. Yani kocha msaidizi kushtaki hivyo vitu kwa viongozi. Hasa kwa viongozi. Kwa unajua makocha wanawasiliana na watu pia kama ambao sisi tunawasiliana na wachezaji, ndio. Kwa mchezaji anaweza akakwambia no, huyu kocha mimi ananisaidia. Mfano nitakutolea mfano mzuri tu. Clement Mzize aliwahi kuadmit kwamba yule kocha anaitwa Musa Ndao kamsaidia kwa kiwango kikubwa yeye kuwa vile alivyo. Sijui unanielewa? Kwa hiyo makocha wasaidizi pia nao kuna namna ambavyo wanasaidia timu. Unanielewa?